Ndugu zangu, nipo mkoani Ruvuma na hapa ni Bomba Mbili Songea. Kilichonileta hapa ni kuingia kwenye nyumba hii kupata historia ya aliyekuwa waziri mkuu, makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini alikuwa waziri mkuu wa Tanganyika na Tanzania, ndugu Mfaume Rashid Kawawa. Ana historia ya kipekee. Wanamuita simba wa vita, wanamuita mweka alama, muhifadhi na mpenzi wa masuala ya mazingira na wanyamapori. Hapa ilikuwa ni sehemu ya makazi yake. Humu ndani kuna handaki, kuna vitabu vya historia, kuna vifaa alivyokuwa akivitumia kuanzia kitanda, meza, viti na vitu vyote ambavyo kiongozi huyu alikuwa akivitumia kama sehemu ya nyumbani. Nitakuonesha kuanzia handaki linapoingia mpaka linapotokea. Karibu. Naenda kukutana na ndugu yangu mmoja pale atukaribishe na kutuambia kuhusiana na historia ya hapa. Na ikumbukwe kwamba Mfaume Kawawa Rashid daktari pia amewahi kutunukiwa tuzo mbalimbali, zimo humu ndani. Kingine kikubwa ni kwamba mwaka 2009 aliaga dunia akiwa na miaka 83 tu. Nini kilitokea siku hiyo? Wakati akijiandaa kwenda kwenye mkutano wa Chama cha Mapinduzi Dodoma, akaomba kwenda kutazama afya yake hospitali. Wakati anaenda hospitali akatazamwa, akaonekana hana shida, hivyo akirudi nyumbani kwa ajili ya kwenda kujiandaa kwa ajili ya mkutano wenyewe, ndipo mauti ukamkuta akiwa njiani kurudi nyumbani baada ya kutoka hospitali. Hayo tuyaweke kando. Maisha yake yalikuwaje kwenye historia ni humu ndani. Nakutana na ndugu yangu hapa kwa ajili ya kunionyesha makazi yenyewe. Odi jamani. Naam, karibu sana. Asante sana. Karibu kabisa. Mimi naitwa Stanislaus Lambert. Mimi naitwa Ramadhani Mfumba, mhifadhi wa makumbusho ya Dr. Rashid Mfaume Kawawa. Asante sana. Karibu sana. Haya, kama tulivyosema, tumekuja nyumbani kwa Rashid Mfaume Kawawa, na hii nyumba kwa sasa ni sehemu ya makumbusho. Hapa maisha ya Kawawa yalihusika kwa kiwango fulani. Kuna nini na nini ndani na kwa nini imekuwa sehemu ya makumbusho? Ndugu yangu hapa tututembeza na kutuonyesha baadhi tu ya maeneo. Karibu sana. Asante sana. Tunaanza sasa wapi? Hapa tulipo ni nyumba ya kiongozi mkubwa mashuhuri namba 2 wa taifa letu. Alikuwa waziri mkuu, alikuwa makamu wa kwanza wa rais. Ndio. Sasa hii ni nyumba ambayo yeye alikuwa anaishi. Na hii nyumba ilikabidhiwa na makumbusho ya Kawawa, ya makumbusho ya taifa mwaka 2015, lakini ilifunguliwa tarehe 27 mwezi wa pili 2017 na aliyekuwa waziri wa maliasili wakati huo Jumanne Magembe. Ndio. Na ilifunguliwa wakati wa maadhimisho ya miaka 110 ya vita ya Majimaji. Kwa hiyo hii nyumba ilivyojengwa ina sebule 2, ina chumba 3 za kulala, ina jiko, ina vyoo, ina sehemu ya kulia chakula na kadhalika. Kwa hiyo ni kielelezo cha maisha yake halisi ambayo alikuwa anaishi kama kiongozi wa taifa letu. Sawa. Kwa hiyo karibuni sana. Inaonekana kuna historia nzuri sana kati ya tarehe 27 Februari na tarehe 27 Mei, kwa sababu tarehe 27 Mei ndio alizaliwa, ndio. Na 27 Februari ndipo kukawekwa rasmi kama sehemu ya makumbusho. Sehemu ya makumbusho. Safi sana. Kwa hiyo kama nilivyoeleza pale nje kwamba hii nyumba yetu ina sebule 2, na sebule 2 zilikuwa zinatumika, moja kama VIP, nyingine ya wageni wa kawaida. Kwa hiyo hapa tulipo sasa ilikuwa inatumika kama sebule ya VIP, wageni maalum, na walikuwa wanatumia mlango huu wageni maalum. Na kama unavyofahamu kwamba wageni maalum sio lazima wakaguliwe na nini, kwa sababu walikuwa wanafahamika. Kwa hiyo walikuwa wanakuja wanakutana naye hapa, wanafanya naye mazungumzo na nini, kwa maana ya sebule ya kwanza. Ndio. Lakini pia tuna na hivi viti ninavyoviona ndio viti halisi ambavyo amevitumia mzee Kawawa. Kama ni maalum walikuwa kiketi hapa. Sawa sawa. Mtu yote sasa hivi nikija naruhusiwa. Unaruhusiwa kukaa. Ruksa kukaa. Kwa hiyo hapa ndipo na nadhani yeye ama wageni walikuwa wanakaa. Nadhani unapata upako kidogo. Na upata upako. Sawa. Kwa hiyo hapa tuna picha yetu hii mashuhuri sana ambayo ilipigwa miaka ya mwanzo kabisa ya uhuru wetu. Na hili vazi kama unavyoliona lilikuwa vazi mashuhuri ambalo lilikuwa linavaliwa kwenye matukio muhimu sana. Especially ya sherehe au wakati wanaenda kwenye sinema na kadhalika. Lilikuwa litumiki kama vazi la official
labda wanaenda kwenye mikutano na nilikuwa natumika wakati wa sherehe maalum. Na hii picha tunaizungumzia sana hii kofia. Na ina material kama ya chui hivi. Si ndio? Sasa hii sasa ni kwa researchers au wafanya tafiti. Kwamba kwa nini ngozi ya chui inatumika sana kwa viongozi au machifu kuliko ngozi ya simba. Ya, kwa hiyo hii pia tunawapa sasa watafiti wafanye tafiti. Sawa. Ndio. Na umeongea kitu, alikuwa akijiita simba wa vita lakini anavaa ngozi ya chui. Kwa nini chui? Kwa hiyo hii tunapose tuachie wafanye. Kwa hii picha inaonyesha walikuwa wanaenda kwenye sehemu ya tukio either sinema na nini kwenda kuangalia. Sawa. Na hapo nyuma ni walinzi wake. Sawa. Naona kama kuna kigoda pale. Hapa kuna kigoda ambacho kimetengenezwa kwa mpingo. Ni wa tembo, mpingo kabisa. Kwa hiyo ni miongoni mwa zawadi ambazo alikuwa anapewa kwenye matukio mbalimbali. Ni mpingo kabisa. Mzito kabisa. Si mchezo. Inaweza kuwa na muda gani hii? Hii inaweza kuwa na muda mrefu sana. Zaidi ya nadhani inakadiriwa kuwa na miaka hata 40. Nadhani hata zaidi ya 50. Ni wa siku nyingi sana. Sawa. Na wenyewe ulikuwa ni sehemu ya pambo la hapa ndani. Hapa ndani ambalo kwa nalitumia. Yes. Sawa. Na mnaona kama kuna nishani hapa. Yes. Hapa kuna nishani tofauti. Na maarufu zaidi ni nishani ya Jeshi la Kujenga Taifa. Ambayo ni ipi hapa? Ni ile pale. Hii yenye maandishi. Hii ni ngao ambayo alipewa kuenzi mchango wake wa kuanzishwa kwa Jeshi la Kujenga Taifa. Tunafahamu kwamba Mwalimu Nyerere aliwahi kumtuma Israeli kwenda kujifunza. Alivyorudi ndo alikuja na idea ya kuanzisha kwa Jeshi la Kujenga Taifa. Kwa hiyo alivyokuwa nafikisha miaka 40 walimtunuku hiyo kuenzi mchango. Lakini kuna hizi zingine ni za na ipya ya Jeshi la Kujenga Taifa. Alafu kuna hizi za miaka 50 ya Muungano na 50 ya uhuru wa Tanzania. Kwa hizi ndo nishani ambazo walikabidhiwa. Sawa. Na hizo tunafahamu kwamba huwa zinakabidhiwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Unajua wakati sasa tunaelekea kwenye sebule nyingine. Sebule ya pili sasa. Wakati tunazungumzia wataalamu wa wanyama waseme jambo. Ndio. Ikumbukwe pia baba yake Mzee Kawawa, kwa mujibu wa taarifa nilizopata, naye alikuwa ni mtu wa wanyama pori. Ndio, na tutaenda kuangalia picha yake. Sawa. Ni mtu wa wanyama pori. Ndio. Hapa pia sasa kuna baadhi ya pia tuzo ambazo alipewa kama kiongozi wa taifa letu, na pia kuna tuzo ya mke wake Sofia Kawawa ili kuenzi mchango wake mkubwa sana wa kupigania haki za wanawake Tanzania. Sawa. Ile alikabidhiwa na Jakaya Mrisho Kikwete. Na hii mpaka leo tunaamini kwamba rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni mwanamke. Kwa hiyo tunaamini kabisa Sofia Kawawa ametoa mchango mkubwa sana katika hii vita ya kuwapigania haki za wanawake. Na ndio mpaka leo tuna rais wa awamu ya 6 ni mwanamke. Lakini hii ni mchango wake mkubwa sana. Sawa. Naam, hiyo tuzo imetolewa March 8 mwaka 2010 na Mheshimiwa Jakaya Mrisho Kikwete, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kutambua mchango wa hayati Bibi Sofia Kawawa katika kusimamia kutetea haki za maendeleo ya wanawake Tanzania. Ilikuwa siku ya wanawake hiyo, March 8. Lakini ile kuna huyo mpigania haki mashuhuri anaitwa Martin Luther King. Ndio. Nchini Marekani pia walienzi mchango wa Dr. Rashid Mfaume Kawawa kwa mambo ya haki za binadamu na nini, wakamtunuku ile pale ya ukadiriaji majengo mwaka 1982. Walimpa kama ni membership nini ujumbe wa heshima ili kuenzi mchango wake kwenye mambo ya makazi na nini. Na hii Chama cha Mapinduzi pia ili kuenzi mchango wake kama makamu kama makamu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi walimtunuku hiyo. Pia ndani kumbukumbu nzuri. Sasa hapa tulipo sasa ndio ile sebule namba 2 ambayo ilikuwa inatumika na watu ambao sio mashuhuri na familia. Kwa hiyo hii walikuwa wanaingia kwenye ule mlango pale. Wenyewe walikuwa wanatumia mlango huu. Pale walinzi wake wanafanya upekuzi wao wa kiusalama, ndio wanaruhusiwa kuingia huko. Kwa hiyo ile ilikuwa ni sehemu ya kwa ajili ya kukaguliwa watu. Sehemu ya ukaguzi. Sehemu ya ukaguzi kabla hujafika kwenye sebule namba 2. Sawa. Na hichi ndio kiti ambacho alikuwa anakitumia sana kuongea na hao wageni ambao walikuwa wanakaa nao hapo. Kwa hiyo unaweza pia unaruhusiwa kuketi. Mzee Rashid Mfaume Kawawa unaruhusiwa kuketi. Kwa hiyo
Unaona hata material yake ni ya muda mrefu, yametengenezwa na mnazi, hayaharibiki, ni ya muda mrefu sana. Hizo ndio sebule sasa mbili ambazo walizitumia mheshimiwa katika kukutana na aidha wageni au ndugu au familia. Kwa hiyo sasa tunaelekea kwenye vyumba ambavyo vilitumika na familia na mwenyewe Dr. Rashid Mfaume Kawawa. Lakini kabla hatujafika kwenye vyumba, kuna hichi mtambo sasa nataka niuelezee sasa. Mbali na kuwa kiongozi wa kisiasa, lakini alikuwa pia ni mwanasanaa. Tunaamini miaka ya 50 hadi 60 kuna filamu kama 5 hivi alizicheza Dr. Rashid Mfaume Kawawa, lakini maarufu sana ilikuwa inaitwa Mwogo Mchungu. Kwa hiyo huu ndo mtambo maalum alikuwa anatumia kuonyesha hizo filamu zake. Kwa hiyo tumeuhifadhi hapa kueleza kielelezo chake cha mchango wake wa sanaa kama mwanamcheza filamu wa mwanzo kabisa kuliko hao ambao baadaye wametangulia. Hivi Mwogo Mchungu wa sasa huyu mwigizaji maana yake pengine jina ametoa, labda hatuwezi kujua. Kwa hiyo pia kueleza pia mchango wake wa sanaa, tumekiandaa hichi chumba kwa ajili ya kuweka baadhi ya michezo ambayo pia kuna hii picha maarufu sana ambayo alikuwa refarii. Kwa hiyo hii inaeleza kwamba alikuwa pia mpenda mchezo na mpira wa miguu, na tunaambiwa kwamba alikuwa mpenzi sana wa Simba Sports Club. Ndio. Kwa hiyo hichi ni kielelezo cha wana michezo wake. Sawa. Lakini hapa tuna mchezo huu wa bao. Na huu ni mchezo maarufu sana ambao viongozi wengi sana waliutumia. Na sisi tunauona kama pia ni mchezo ambao unatumia akili au nini, lakini huu mchezo ulikuwa ni mchezo ambao ulikuwa unaunganisha kati ya viongozi na watu ambao walikuwa wanawazunguka. Kwa sababu tunaamini kwamba viongozi wasingeweza kwenda mtaani kukutana na watu ovyo ovyo. Labda anapokutana nao, baadhi ya wanacheza bao, anapata zile dondoo za matatizo ya watu mtaani. Na wakati mwingine hata ukimfunga unamtania na nini. Nimekufunga lete wali. Kwa hiyo huu mchezo unaunganisha sana, unawakutanisha sana watu tofauti. Na hili ndio bao halisi alikuwa analitumia, kwa sababu hii nyumba wakati inajengwa mwanzoni ilikuwa haina fence. Makumbusho ya Taifa ndo walikuja walijenga hii fence, lakini alikuwa na uwezo tu kukaa nao hapo barazani kwake anacheza bao. Lakini hapa tuna tuzo mbili ambazo zinaelezea pia wana michezo huu sana wake. Kuna hii tuzo ya Toti Plus Bendi, walimpa kama mchango kama mwanachama. Hii hapa ile ni bendi tuzo ya heshima ya mgeni rasmi Mzee Rashid M Kawawa, wanachama wa Toti Plus. Ndio. Uzinduzi wa albamu ya Toti Plus. Uzinduzi wa albamu ya Toti Plus. Okay. Walimpa hii. Lakini hii ni kuenzi mchango wake kwenye sekta ya filamu. Mwaka 1998 kuna tamasha kubwa sana la Zanzibar International Film Festival inafanyika Zanzibar. Kwa mwaka 1998 lilienzi mchango wake kwamba ni mcheza filamu wa mwanzo kabisa, wakamkabidhi hii tuzo. Lakini pia hii kwa sababu ni nyumba ambayo alikuwa anaishi, hiki chumba pia kilikuwa kinatumika na walinzi wake. Watu wanafika wanakaa hapa wanapumzikia. Walinzi wake ndio walikuwa ilikuwa ruhusa ya kuona anaingia na kutoka. Walinzi wake ndio walikuwa wanalala. Sawa. Sawa, tunaenda chumba namba 2 ambacho of course tumedisplay hizi picha, bado tutaziweka picha zingine zaidi. Lakini hiki chumba kilikuwa kinatumiwa na watoto wake wa kike. Tuna mila na desturi za Kiafrika, watoto wa kike wanapaswa kulindwa na wazazi. Kwa hiyo na yeye mzee pia alidumisha huo utamaduni wa kuwalinda watoto wa kike. Na hiki chumba kilichokuwa wanalala na hichi ili kabati lao wanalitumia na nini. Nikitazama hiki chumba, ndio mimi binafsi napata picha kwamba ni kama hakuwa na mawazo ya mavitu makubwa, kujilimbikizia mali ama kuteka ufahari sana. Chumba chenyewe inakuwa ni kidogo sana, na hii ni kielelezo cha viongozi wa zamani waliokuwa wanaishi katika maisha gani. Walikuwa wanaishi maisha halisi kabisa, sio walikuwa wanajenga nyumba ambayo ni nyumba kubwa ina mali kila vikorokoro kila kitu. Lakini hiki ni chumba simple, hakina choo, hakina nini. Wako wanaweza kuishi kabisa. Lakini nyumba za kisasa sasa hizi unaweza kujenga nyumba kubwa ina sebule yake, sio na nini. Kwa hiyo hata kabati ukiliona, hata kabati la nguo.
Simple kabisa. Simple kabisa. Simple Watoto wa kike walikuwa wakiishi. Watoto wa kike ndio walikuwa wanaishi. Umesema kuwalinda mila za Kiafrika. Mbona unanipa picha kama inawezekana tunakoelekea ndio chumbani kwake? Ndio. Sasa hivi ndio tunakoelekea sasa chumbani kwake. Ambako ni wapi? Ni huko sasa. Ni hapa. Ni hapa sasa. Oh wow. Hiki ndio chumba ambacho Dr. Rashid Mfaume Kawawa alikitumia kila alipokuwa anakuja hapa. Okay. Kwa hiyo hichi ndio kitanda kabisa halisi alichokuwa nalala. Yes. Hiki ndicho kitanda halisi kabisa alichokuwa nalala Dr. Rashid Mfaume Kawawa. Ukisema kitanda maana yake mpaka ili godoro. Ni godoro kabisa. Hii ni godoro kabisa. Alilokuwa analitumia yeye. Yes. Alikuwa analala hapa. Na hichi kitanda kabisa kwa anatumia. Ndugu zangu, Rashid Mfaume Kawawa alikuwa akipumzika hapa baada ya shughuli mbalimbali za kitaifa akiwa hapa mkoani Ruvuma. Hapa ndipo ambapo alikuwa analala. Ndio. Na pia hili ndilo kabati halisi. Hili ndio kabati sasa halisi alikuwa anatumia kuweka nguo zake. Na tuna baadhi ya nguo ambazo tumejaribu kuzihifadhi, suti. Hizi. Wow. Suti ambazo pia alipenda kuzivaa. Mzee Rashid Mfaume Kawawa. Ni nguo zake kabisa halisi. Wow. Ndio. Tuzihifadhi. Ukija Ruvuma, hususan hapa Songea, usiache kuja kutembelea makumbusho haya. So kuna historia kubwa sana ya mzee Rashid Mfaume Kawawa. Alifariki Disemba mwaka 2009 na mpaka leo tunaenzi mchango wake. Hiki ni halisi pia. Hii si pia ni halisi. Ni kabati pia anatumia, lakini pia kuna msaafu hapa. Msaafu, kitabu cha imani ya Kiislamu. Alikuwa anapenda pia kutumia kukisoma. Yes. Tumekihifadhi hapa. Sawa. Lakini pia hichi kioo alikitumia kwa sababu kimewekwa kabisa ukutani. Alikitumia wakati anafanya dressing zake na nini. Ndio anajitazama pale, anapenda kutumia hicho. Sawa. Sasa hili hapa sasa, ili kuenzi mchango wake kama kiongozi, vyuo vikuu viwili mashuhuri katika Afrika Mashariki viliweza kumtunuku shahada za heshima. Okay. Kuna hichi chuo kikuu maarufu sana Makerere ambacho kiko nchini Uganda na chuo kikuu cha Dodoma. Kilimpa degree 2 za heshima na ndio maana anaitwa Dr. Rashid Mfaume Kawawa. Ili kuenzi mchango wake kama kiongozi. Kwa alitunukiwa hizi degree 2 za heshima. Ndio. Naona kuna kitabu na hichi sasa hapa sasa ndio kuna cheti cha Makerere. Hiki ni cheti. Kuna cheti. Sio radio. Kuna cheti cha Makerere University kimehifadhiwa huko. Na kile kitabu cha kuwatunuku kile ambacho ndio hapa. Nadhani Dr. Kikwete, kwa sababu Benjamin Mkapa ndo alikuwa mkuu wa chuo. Okay. Kwa hiyo Kikwete alichukua kwa niaba ya mzee. Sawa. Sawa. Lakini hii nyumba ilijengwa kwa maana ya ulinzi pia. Kwa maana ya ulinzi. Kwa sababu alikuwa kiongozi namba 2 wa taifa letu. Kwa hiyo kwa vyovyote vile lazima atengenezee mazingira ya kuwekewa ulinzi kama ikitokea tatizo lolote. Lakini kwa hiyo limejengwa handaki katika hili jengo ambalo hapa tulipo. Kuna handaki kubwa sana na tutaenda kuliona ili kutoa ulinzi, lakini pia ile handaki lilitumika sana wakati wa ukombozi wa baadhi ya nchi ambazo ziko chini ya jangwa la Sahara. Kwa hiyo ilikuwa inafanyika mikutano ya siri kwenye handaki. Tutaenda pia tutalipita. Lakini nataka nikuonyeshe kwa sababu handaki lina milango miwili ya kuingilia huko chini. Kwa kuna mlango chini ya hichi kitanda na kuna mlango sehemu nyingine. Kwa kama ikitokea changamoto angeweza kuondokea chumbani bila yote kufahamu. Okay. Kwa hiyo nataka nifunue hapa nikuonyeshe. Haya, tunatazama handaki. Kwa hapa sasa kuna huo mlango wa kwanza kabisa kuingilia kwenye ile handaki. Kwa angeweza tu kufunua hapa akafungua akaingia. Ambalo sasa mwelekeo wa handaki hili ni wapi? Ni huko chini sasa. Okay. Linamtoa nje kabisa. Linamtoa nje kabisa. Na nadhani tutapita kwenye mlango mwingine wa handaki alafu tutashuhudia. Alafu tutaona hiyo sehemu ambayo hapa ya kutokea chumbani kwake pia tutaweza kuona. Haya, hii ndio handaki kwa ajili ya masuala ya ulinzi.
na kumlinda kiongozi na kutokea tatizo. Over. Yeah. Sawa. Kwa hiyo tunaelekea wapi sasa? Tunaelekea sasa kwenye sehemu ya pili ya hiyo mlango wa kuingilia kwenye handaki. Sawa. Mwindaji mzuri sana. Na hiyo hali alimrithisha hata mtoto wake kupenda mambo ya wanyamapori. Na ndio inasemekana hata kipindi anakuja hapa alikuwa analeta nyama za porini, anagawa kwa familia na nini, watu wanakula, wanasherehekea na nini. Alikuwa anapenda hichi kitu. Ndio. Hata siku kadhaa kabla ya kifo chake aliagiza kuchinjwa kwa nyati. Ndio. Kama sehemu tu ya kufurahi. Alipenda sana hizo nyama. Nyama pori. Yes, nyama pori alipenda. Na tukienda nyumbani kwake pale ndio kuna picha na kumbukumbu ya nyama pori na wanyama waliokaushwa. Ndio. Kwa hiyo hicho ni kielelezo kwamba alikuwa ni wa aina gani, lakini pia alikopi kutoka kwa baba yake mzazi. Okay. Sawa. Tunashukuru kwa hili. Asante sana. Tunaenda kwenye handaki sasa. Lakini tunaamini kwamba kuna kipindi alikuwa na wanawake wawili. Alikuwa wanawake wawili. Kwa hiyo ilijengwa hii pia kutenganisha familia. Upande ule wa mke labda mke mkubwa, huku mke mdogo. Okay, kwa hiyo ni sehemu ya familia yako naishi. Sawa. Jamani, bado tuna safari ya kwenda kutafuta mlango mwingine wa handaki. Ndiko tunakwenda? Ndio, tunataka kwenda. Lakini kabla hatujafika huko tulipata msaada wa Mantra Tanzania Limited. Ndio. Waliweza kutufadhili uanzishaji wa hii maktaba. Na kama unavyoona ina facilities chache. Okay. Na ina meza hizi na vitabu mbalimbali. Ambavyo na picha kidogo za kumbukumbu ya Dr. Rashid Mfaume Kawawa. Kwa hivyo ni vitabu ambavyo ni vya historia mbalimbali. Na hii tunatoa sana wito kwa labda jamii, wafanya tafiti au wanafunzi kuja kujifunza kwenye maktaba yetu hii, kwa sababu ina resource ya vitabu mbalimbali ambavyo vinaweza vikatumika kwenye historia ya nchi yetu. Umekuwa ukizungumza sana kualika watu waje hapa kupata historia na nini. Utaratibu wa kuja hapa mtu anapaswa kufanyaje? Hapana, hapa tuna viingilio kama makumbusho nyingine yoyote ile. Kwa mtu mzima Tanzania analipa shilingi 5,000, kwa mtoto shilingi 1,000. Okay. Kwa 2,500 kwa mkubwa, kwa mtoto 1,000. Jamani, sisi tumewapeni sehemu ndogo sana ya kinachoonekana na kupatikana hapa. Kwa hiyo akija hapa, wewe binafsi ukija unaruhusiwa kuja kujifunza kwa undani. Nadhani watapitia vitabu, watajua maisha yake ya uongozi, familia na historia mbalimbali. Sawa. Hili ndilo handaki. Hili sasa ndo sehemu mlango wa pili wa kuingilia kwenye handaki. Huku ni kuingia, sasa. Na kule chumbani pia ni kuingia. Na kuna sehemu nyingine ya kutokea. Okay. Sawa. Kwa hiyo karibu tuingie, usiogope, kuna giza kidogo. Tunaingia kwenye handaki? Tunaingia kwenye handaki. Usiogope. Nadhani kama una simu tuwashe torch kidogo. Kuna giza hivi. Sasa huko picha sijui kama hata. Nadhani zamani nikapata kidogo kutona, lakini ndio handaki lenyewe. Sasa hapa tukija hapa ndio ile sasa sehemu ya kutokea chumbani kwake. Hapa ndio alikuwa anaweza kutokea chumbani kwake. Hapa ni kutokea chumbani. Kutokea chumbani. Kwa hiyo hapa tukifunua ndio tunakutana ile godoro. Kitanda pale. Yes. Okay. Kwa hiyo hapa anaweza kushuka na kuingia huku chini. So, aidha amue kutokea huku tulikotoka ama kwenda nje kabisa ya jengo. Yaani kwa sababu kwamba anaweza kuingia hapa akatokea nje kabisa ya jengo. Sawa. Kwa hiyo ni umbali kama kiasi gani? Sio mbali sana. Na kama nilivyoeleza kwamba pia lilitumika kwenye vikao vya siri. Kwa hiyo haya mabenchi unaona yalivyojengwa, watu walikuwa na keti huku. Walikuwa wanakuja wale wapigania uhuru. Huko ni sehemu tu za kujificha. Kwa hiyo huko mtu anaweza akaingia akajificha. Nipo hapa. Sawa. Kujificha. Kwa hiyo vikao vya siri. Na walikuwa wanakuja na taa, wanakaa huko chini, wanafanya mazungumzo yao bila hata huko juu kujua nini ambacho kinaendelea huko. Kwa hiyo pia unatembea kuelekea huko nje. Sasa hizi ni sehemu tu za kujificha.
kama adui labda anatokea kule na nini, unaweza kujificha kwa kufanya chochote kile na nini. Na pengine mmepata kujua kwamba ugumu wa handaki lenyewe haliwezi kupata athari. Hili limejengwa kwa viwango ambavyo ni vikubwa sana. Kwa sababu hili handaki ni la muda mrefu. Na kama unavyoliona halijapata kreki, halijapata kitu chochote kile. Kwa hiyo lilijengwa kwa standard ambayo haliwezi kuharibika kwa miaka hii ya karibuni. Kwa maana yake hata mshtuko wa jambo lolote haliwezi kabisa. Haliwezi. Ngumu sana. Kwa sababu hata kuna sehemu inaonekana nondo ambayo imetumika ni nondo kubwa kidogo. Sawa. Huku ndio inaenda mpaka nje. Ndio inaenda sasa mpaka nje huko. Sawa. Huku sasa unaweza kutoka sasa mpaka nje. Watu wengi wakija kwenye hili handaki, maana watu pengine wana imani tofauti. Wakija kwenye hili handaki huwa wanakuja kufanya nini? Sana sana wanakuwa excited, wanajifunza kwamba kumbe hao viongozi pia walijengewa ulinzi wa kiwango kikubwa sana. Haya, sasa hapa ndo tunatoka nje ya handaki. Okay. Oh yeah. Nadhani ngoja nijaribu kutoka mwenyewe, kama mzee angeweza kutoka mimi nashindwaje? Yeah. Kwa sasa hapa hapo nimeona kama kuna kieneo pia kimeingia hivi. Unaweza kujificha. Ni sehemu ambayo unaweza kujificha. Wakati mwingine mtu anaweza asijue kama upo ndani bado ama umeshatoka. Wow. Na ukitoka huku unaweza sababu kulikuwa hamna nani, unaweza escape. Kwa sababu hakukuwa na wigo. Okay. Unaweza kukimbia. Na lilivyojengwa hivi ukiliona, unaweza kuhisi kama ni makalo ya vyoo na nini. Ndio. Ni ustadi mkubwa sana. Ni ustadi, na zile pale sio kwamba ni chamber za vyoo, ni ventilation tu ndio zilizojengwa zile. Lakini zilisanifiwa kwa ajili ya kuacha handaki lipumue. Yes. Na lilisanifiwa kwa kiwango ambacho unajua kabisa hivi ni labda ni makalo ya vyoo. Lakini actually sio makalo ya vyoo. Sawa. Nadhani ni hayo tu kwa ufupi sana. Jamani, tumechukua machache sana kuhusu makazi ya aliyekuwa waziri mkuu wa Tanganyika, na ni waziri mkuu wa pili ukiacha baba wa taifa Mwalimu Nyerere. Yeye akawa waziri mkuu wa pili wa Tanganyika. Lakini pia amekuwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mzee wetu Rashid Mfaume Kawawa, simba wa vita, shabiki wa Simba Sports Club, lakini pia mpenda hifadhi kwa maana ya wanyamapori. Na kama nilivyoeleza kabla ya kifo chake aliomba walau kuchinjwa kwa wanyamapori kuweza kufurahia yeye, familia pamoja na majirani. Alifariki Disemba mwaka 2009 na alizikwa tarehe 2 Januari 2010. Nashukuru sana. Karibu sana. Asante sana. Mimi nashukuru na wakaribisheni, na natoa wito kwa vyombo vingine vya habari kututembelea kwa sababu tunaamini kitangazo zaidi historia ya Rashid Mfaume Kawawa, nadhani taifa litafarijika. Msisitizo ni kwamba tumechukua vile vichache tulivyoweza kuvichukua. Mambo bado ni mengi sana hapa kuhusu maisha na makazi ya Rashid Mfaume Kawawa. Asante sana ndugu yangu. Nashukuru sana. Hapa ndipo maisha ya mzee Rashid Mfaume Kawawa yalikuwa yakiendelea wakati wa uhai wake, na hii ni nyumba yake ambayo tumeona historia ya kipekee, kuanzia handaki, mavazi, pahala pa kulala, vyumba vya kupumzikia pamoja na sehemu za kukutania na wageni. Ikumbukwe kwamba Rashid Mfaume Kawawa alifariki Disemba mwaka 2009 akiwa na miaka 83. Na maelezo yenyewe ya kifo chake yanaeleza kwamba ni kama alikuwa amekwenda tu hospitali kwa ajili ya kucheki afya yake, akijiandaa kwenda kwenye mkutano wa Chama cha Mapinduzi Dodoma. Alipoenda hospitali kwa ajili ya kujitazamia afya, wakati akirejea nyumbani hali ikabadilika njiani, na ndipo historia ya mwisho wa maisha yake ikaanzia hapo. Mimi ni Lambert kutoka hapa Songea.